Inasemekana kuwa sokwe ndio walikuwa na ugonjwa wa upungufu wa kinga mwilini. Ugonjwa huo ulikuwa ukiitwa Simian Immunodefense Virus, kwa kifupi ni SIV. Kwa bahati mbaya sana, Waafrika wa nchi ya Kongo walikuwa ni waroho sana. Walikula mbuzi na ng'ombe na samaki na nyama zingine, lakini hawakutosheka, wakatamani kula mpaka nyani, ngedere na wale sokwe wa porini. Basi historia inaamini uchu wa kupenda nyama wa sisi wa Afrika ndio uliopelekea mpaka leo dunia inasulubika na msalaba wa ukimwi. Sokwe waliishi porini huko. Ukimwi ulikuwa ni moja ya magonjwa yao. Watu wa Kongo waliokuwa wakila nyama ya sokwe wakajikuta wanaambukizwa ukimwi bila ya kujijua. Inaaminika walipokuwa wanakwenda kuwinda mara nyingine kwenye lile purukushani la sokwe kujitetea, basi sokwe na binadamu wote wakawa wanapata majeraha. Na vidonda vyao vilipogusana ndio sasa ukimwi, ambao ulikuwa ni ugonjwa wa sokwe tu, na sasa ukahamia kwa binadamu. Kwa mara ya kwanza kabisa, mgonjwa wa ukimwi wa kwanza aligundulika katika mji wa Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna vitabu vinasema ilikuwa ni mwaka 1920, huku vingine vinasema ilikuwa ni mwaka 1959. Lakini maandiko yote yanasema kuwa ukimwi kwa binadamu ulianzia nchini Kongo. Kinshasa ni mji mkubwa wenye watu wengi sana na umepitiwa na kila njia za usafiri kama vile barabara, reli na mito. Hivyo maana yake watu wengi tokea sehemu mbalimbali za Afrika walikuwa wakiingia katika mji wa Kinshasa na kutoka. Na wageni wengine waliokuwa wakiingia Kinshasa wakawa wanaanzisha mahusiano ya kimapenzi, na hivyo ndivyo ukimwi ulivyoanza kusambaa sehemu tofauti tofauti za Afrika. Kwa hiyo kama Waafrika wa nchini Kongo wasingekuwa waroho wa supu ya sokwe, basi leo hii tusingekuwa tunalia na kuteswa na ukimwi. Lakini kuna sehemu ya historia pia inaamini kuwa ugonjwa wa ukimwi ulianzia katika nchi ya Marekani katikati ya miaka ya 1970. Inasemekana kuwa Waafrika waliokula sokwe wakapata ukimwi, lakini kwa Wamarekani wao wale wanaume mashoga waliokuwa wakishiriki mapenzi ya jinsia moja ndio walikuwa ni wa kwanza kugundulika kuugua ukimwi. Kwa Marekani, ukimwi ulianzia katika miji ya Los Angeles na New York. Madaktari wakashuhudia mashoga wengi wakipukutika kwa gonjwa la ukimwi lisilo na dawa. Kwa kipindi hicho cha mwanzoni, ukimwi ukawa unapewa majina mengi sana ukihusishwa na mashoga. Na hapa cha kujifunza ni kwamba kwa wale wanaopenda tendo la kuingiliana kinyume na maumbile, basi ndio rahisi zaidi kupata maambukizi ya ukimwi. Kwani hiyo njia wanayoitumia ni laini sana na ni rahisi kupata michubuko. Kama ni kwa Waafrika kula sokwe au ni laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hapo sasa ukimwi ukawa umeingia duniani. Na sasa ni zaidi ya miaka 60, lakini bado haijapatikana dawa wala chanjo ya ukimwi. Watu wenye imani za kidini wanaamini kuwa hii ni laana. Mungu ameushusha ukimwi kama pigo, na tufurukute tuwezavyo, hatutaweza kuipata dawa yake. Lakini huko duniani wako wanasayansi ambao wamewahi kujinadi kuipata dawa ya ukimwi, lakini wengine wakauawa kabla ya kuitangaza hiyo dawa. Wako watu wanaamini ukimwi umekuwa ni biashara kwa mataifa makubwa ya kibepari, na kwa makusudi ndio wanazuia dawa ya ukimwi isitangazwe. Mwaka 1992 ni mwaka ambao wanasayansi wa kizungu walichafuka sana duniani kote. Walipata skendo ya kuwa wao ndio walioleta ugonjwa wa ukimwi kwa binadamu, na ikasambaa kuwa walifanya hivyo kwa makusudi tu, wakiwa na nia ya kuteketeza jamii za watu weusi na Wahindi wekundu ambao ndio wazawa halisi wa nchi ya Marekani, na pia Walatino wanaotokea Amerika ya Kusini. Mwaka huo wa 1992, mwandishi mmoja wa kujitegemea wa habari za uchunguzi aitwaye Tom Curtis aliandika makala katika jarida maarufu la Rolling Stone. Makala hiyo ilizua mzozo mkubwa duniani kote. Tom Curtis alieleza kuwa virusi vya ukimwi vilipandikizwa kwa mamilioni ya binadamu kwa makusudi kabisa. Na Tom akasema kuwa virusi vya ukimwi vilianzia kupandikizwa huko Afrika katika nchi ya Kongo katikati ya miaka ya 1950 ilipofanyika kampeni kubwa ya kuwachoma watu sindano za chanjo ya ugonjwa wa polio.
Kwa mujibu wa Tom Curtis, anasema sindano za chanjo ya polio walizochomwa binadamu zilipandikizwa virusi aina ya SVI40 vilivyotokana na ngedere, na vilipoingia mwilini kwa binadamu ndio ugonjwa wa ukimwi ukazaliwa. Nikufahamishe tu kuwa miaka ya zamani ugonjwa wa polio ulikuwa ni ugonjwa wa hatari sana. Watu wengi walipooza na kupata ulemavu na wengine wengi walikufa, hasa watoto. Lakini mwaka 1958 daktari mmoja aliyekuwa akiitwa Jonas Salk aligundua chanjo ya polio. Aliitengeneza kwa kutumia viungo vya ngedere, hasa figo za ngedere, na hapo kumbuka kuwa hao ngedere na sokwe ndio wanyama wenye asili ya ugonjwa wa ukimwi. Hivyo virusi vya ukimwi vikawemo kwenye chanjo ya polio, na wote waliochomwa chanjo hiyo wakajikuta wameambukizwa ukimwi. Baada ya chapisho hili la Tom Curtis, wanasayansi wa kizungu tokea sehemu mbalimbali walilalamika na kulaani sana, wakasema huo ni uongo. Lakini vichwani mwa watu hasa wa Marekani weusi na wa Afrika, hiyo ndiyo ikawa imani yao, kuwa wazungu wanatafuta namna ya kutokomeza jamii ya Waafrika, na wameamua kutumia njia ya kuwapandikizia ukimwi, gonjwa lisilo na dawa. Lakini kwa Wamarekani wenyewe ukimwi ulianzia kuingia nchini kwao miaka ya 20. Hiyo ni baadaye tangu ulipogundulika kuwepo Afrika. Lakini huko kwao hadithi ikawa tofauti. Hawakuhusika sokwe wala ngedere, huko walihusika wanaume mashoga. Ndio walikuwa wa kwanza kupukutika kwa ukimwi. Kuna hadithi moja maarufu kuhusu enzi hizo ukimwi ndio unaingia. Ningependa siku ya leo uifahamu. Hii itakufunza kitu kidogo. Hadithi ya mgonjwa wa kwanza wa ukimwi kwa huko nje ya Afrika. Hapo zamani kati ya miaka ya 1953 hadi mwaka 1984 kulikuwa na mhudumu mmoja wa ndege raia wa Canada aliyekuwa akiitwa Gaetan Dugas. Huyo bwana alikuwa akijihusisha na vitendo vya ushoga, na kwenye historia anatajwa kama Patient Zero, yaani mgonjwa wa kwanza kabisa kupata maambukizi ya ukimwi kwa huko kwao. Huyu bwana Gaetan Dugas alikuwa na roho ngumu sana. Aliiteketeza dunia vibaya sana. Alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na wanaume wengine wanaofikia 2500 na hata zaidi ya hapo, na akafanya kwa makusudi kuwasambazia ugonjwa wa ukimwi. Hivyo aliwaambukiza watu wengi sana ugonjwa wa ukimwi. Na kwa vile alikuwa akisafiri sehemu mbalimbali za dunia, basi aliusambaza ukimwi sehemu nyingi mno. Huyu bwana alifurahia kuusambaza ukimwi kwa wengine, lakini akajikuta akiingia kaburini kwa haraka zaidi. Hakudumu, alikufa akiwa kijana mdogo wa miaka 31 tu. Hakuna jambo la hatari kama maisha yasiyo na tahadhari na kujitunza pindi tu unapogundua umeathirika. Ikiwa umeathirika na utatumia dawa na kufanya mapenzi kwa namna salama na kuzingatia kanuni zingine za kutunza afya yako, basi utaishi maisha marefu sana na yenye afya imara zaidi. Huko Ulaya alikuwepo huyo bwana aliambukiza watu kwa makusudi, akajikuta anaharibu afya yake mwenyewe mpaka akafariki mapema akiwa kijana mdogo, hata hajayafaidi maisha. Lakini huku Afrika kulikuwa na mikasa ya ajabu kweli. Wakati watu ndio wako kwenye taharuki ya kusambaa kwa ukimwi, basi waliokuwa wakiathirika wakawa wana panic sana, na kwa vile hawakujua kuwa kuna njia salama na sahihi za kujitunza ukiwa umeathirika, na utaishi tu vyema na afya bora. Basi waathirika wa mwanzo wa ugonjwa wa ukimwi wakaanzisha imani kuwa dawa ya kutibu ukimwi ni kufanya mapenzi na wanawake bikra na watoto, tena mpaka watoto wachanga, na wengine wakaamini wakiwabaka wanyama ndio watapona. Mwaka 2002 taasisi moja ya kutunza haki za wanyama ya huko Afrika ya Kusini ikatoa ripoti iliyoonyesha wanawake wengi bikra na watoto pamoja na wanyama wanabakwa, ikiaminika hiyo ndiyo dawa ya ugonjwa wa ukimwi. Waliokuwa wakifanya huo unyama ni kwamba walikuwa wamepaniki tu. Hawakujua hata ukiambukizwa ukimwi kuna namna ya kuishi maisha yaliyo na furaha na utaendelea na shughuli zako za kawaida, na hata afya yako unaweza kuitunza vizuri na ukadumu kwa muda mrefu.
Najua wengi hawajui kuwa ukisoma orodha mbalimbali za nchi zinazoongoza kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi, basi lazima utaikuta Tanzania kwenye 10 bora pale. Na kwenye orodha hizo zote Tanzania inakuwa nafasi kati ya 5 hadi 7. Na Tanzania inakuwa mbele kwa kasi ya maambukizi ya ukimwi kuishinda nchi ya Marekani. Na sasa huko Marekani, kwa kila baada ya dakika 9 kuna Marekani mmoja anaambukizwa ugonjwa wa ukimwi. Hivyo inamaanisha labda kila baada ya dakika 5 au dakika 6 kuna Mtanzania mmoja huku kwetu Bongo anaambukizwa ugonjwa wa ukimwi. Lakini bado kuna watu wanakutana na watu juu kwa juu. Kisha utawasikia wakisema eti siwezi kula pipi na ganda lake, au kuna wengine wanaosema sitaki kutumia kondom zinanichubua. Najua kuna wamama ambao sasa hivi wamebeba malaika tumboni mwao, wamama ambao hivi karibuni watatuletea furaha ya watoto. Lakini najua wengi tunajisahaulisha kuwa kwa kila siku iendayo kwa Mungu, basi zaidi ya watoto 900 wanaambukizwa ugonjwa wa ukimwi, tena na mama zao wenyewe. Na asilimia 90 ya watoto hao 900 wanaoambukizwa ukimwi kwa kila siku wapo huku katika nchi zetu za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Inakadiriwa kati ya watoto 3,340,000 wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, na hao wote waliambukizwa na mama zao wakati wakizaliwa. Basi kama kweli mama unampenda mwanao na una roho ya utu, unapokuwa mjamzito ni wakati sahihi wa kupima afya yako na kuchukua tahadhari zote utakazoelezwa na daktari ili watoto wako wazaliwe salama, kwa maana inawezekana kabisa mama akawa mwathirika na kazaa mtoto ambaye hana maambukizi yeyote. Na lingine la kuzingatia, kama mama ni mwathirika, basi usimnyonyeshe mtoto wako maziwa yako mwenyewe, kwa sababu utamwambukiza. Na kwa wale wasiopenda kupima afya zao, je, wana tofauti